Irani imeshindikana. Iran imekuwa tishio ya dunia. Iran imetoa funzo kwa nchi zote duniani kwamba usije ukamdharau mtu yoyote yule. Iran imekuwa somo kwa sasa nini maana ya maandalizi. Iran imefundisha kwamba usije ukakurupuka kwenye jambo lolote lile ambalo unatakiwa kufanya. Na hii imekuja baada ya Iran kuweza kushambulia kisiwa cha George Garcia kinachopatikana southern part ya kwenye bahari ya Hindi. Wamerusha medium ama minimum range ballistic missile, umbali wa kutoka Iran kwenda George Garcia, kisiwa hicho kinachopatikana kwenye nchi ndogo sana ya Chagos, ambapo ndiyo bezi kubwa ukanda ule mashariki ya kati inayomilikiwa na Waingereza. Ni territory ya Waingereza, na hii imekuja baada ya Muingereza kumruhusu Marekani atumie bezi zake ili kuweza kusaidia uafueni wa mfereji wa Hormuz. Uingereza imesema kwamba haisaidii Marekani kutumia bezi zake kumshambulia moja kwa moja Iran. Raasha, ila wamempa nafasi, ila Uingereza imetoa nafasi kutumia bezi zake kwa sababu ya mfereji wa Hormuz. Kikweli huo ni uongo. Hiyo ripoti ilikuwa ni ajuzi. Kimechotokea sasa ni kwamba Iran ikamwambia Muingereza, mwakilishi wao Mr. Cop, kwamba tayari nyinyi mmeingia kwenye vita moja kwa moja. Doesn't matter mmesaidia whatever, haijalishi mmesaidia kwa njia gani, ila na nyinyi mko miongoni mwa maadui zetu. Jana Iran imelaunch ballistic missile mbili, the medium range ballistic missile kutoka Iran paka George Garcia. Kisiwa hicho kinapatikana katika nchi moja ndogo sana kwa kwenye Iceland inaitwa Chagos, ambayo una ukubwa wa heka 6,720. Ndio bezi kubwa ya Muingereza anaitegemea mashariki ya kati. Sasa zimeenda ballistic mbili, moja imefanikiwa, nyingine imeshindwa kufanikiwa. Kumbuka umbali kutoka Iran kwenda George Garcia kwenye hicho kisiwa ni umbali wa kilomita 4,000, sawa na maili 2,500 plus. Wametuma ballistic missile. Hii imetishia dunia. Hakuna mtu aliyowaza na kufikiria kama hili Iran anaweza akalifanya. Hakuna mtu anaweza akalifanya. Kutoka Iran kwenda UK ni kilomita 4,200. Kama wameweza kutuma missile kutoka pale paka George Garcia kilomita 4,000, shortly wana uwezo wa kutuma mabomu ya nuclear mazito kwenda Ulaya yote. Iran ana huo uwezo. Marekani amejichanganya baada ya kuona mtikisiko mkubwa. Ameamua kuifutia sanction, vikwazo, Iran kwa mara ya kwanza tangu 1979 dola ya Kiislamu inachukua nchi. Tangu serikali ya Kiislamu ya Iran inachukua nchi mwaka 1979 walikuwa wamewekewa vikwazo mpaka leo. Zaidi ya miaka 46. Leo hii Marekani anaamua kumfutia
vikwazo vyote kwa kigezo tu kwamba tunamfutia kwa mwezi mmoja. Bro, hii vita haikuwa ya kawaida. Mwirani alijipanga, na kutokana na hichi kitendo cha kutuma hizi medium range ballistic missile, inaonekana wataalamu wa wachambuzi wa vita na silaha, inawezekana Iran yuko na nuclear, yuko na silaha za nuclear, kwa sababu hizo launch jana, moja ina uzito wa tani 1 na zaidi. Hiyo ni taarifa imeendewa Uingereza. Sasa ukanda saizi umekuwa wa moto, dunia saizi imeingiwa na joto. Walivyokuwa wanazania sivyo ndivyo. Iran amejipanga sana, japo kuna tetesi kwamba Marekani anataka kujaribu kumvunja nguvu kwa mgongo, kwamba wamemtolea sanction hivi vikwazo, mafuta yake yaweze kuuzwa Marekani. Target ni nini? Kumbuka nimekwambia bei ya mafuta Marekani imepanda 27%. Bunge la maseneta limeonyesha 27% ndani. Tunazungumzia siku 22 za vita, wiki 3 na siku moja. Mafuta yamepanda, gharama ya mafuta imepanda, gharama ya maisha imepanda. Tunazungumzia ndani ya siku 22 za vita, tayari dunia imejua Mwirani ni mtu wa aina gani. Mpasuko wa sera za nchi ndani ya Marekani sasa hizi umegawanyika, na taarifa inasema kwamba Russia iko tayari kumwacha Mwirani peke yake endapo Marekani na Umoja wa Ulaya wataacha kumsaidia Ukraine. Na hii vita imeleta diversion. Ulaya na Amerika wamemkimbia Zelensky. Kule anapigwa kama kawaida. Mtikisiko na mgongane wa washirika wa Marekani umeanza kubainika wazi. Ulimwona waziri jana alikuwa White House. Uliona alivyo Monk. Umepata taarifa ya Japani, wamekataa dadi. Yaani saizi Trump ameshachanganyikiwa, hajui afanye nini. Inasemekana wanajeshi Delta Force wa Marekani wa ardhini wengi wameanza kutumia vilevi, madawa ya kulevya na bangi, ili wakipimwa the last test wasiwezi kushiriki vita vya ardhini. Na wataalamu wanasema kuivamia Iran ni ngumu. Hiyo nitaileta baadaye, lakini kwa sasa Iran imekuwa tishio duniani. Washirika wote wa Umoja wa Ulaya wameanza kumwogopa na kumhofia. Hawakuamini kama Iran anaweza katimiza wiki 3 mbele ya Israeli na Marekani. Israeli huko anapigika vibaya, Hezbollah huko wamecharuka, Hamas wamecharuka huko. Sasa stories za mitandaoni, Trump anasema jeshi la majini la Irani halipo tena. Kama halipo tena, mbona meli za mizigo na mafuta zaidi ya 250 mpaka 300 hazipiti? Na ili upite pale Hamas lazima ulipe dola milioni 2. Iran anatengeneza dola milioni 140 kwa siku. Unajua kwa sababu gani wameamua kumruhusu mafuta ya Iran iuzwe mpaka Marekani? Oya, Iran bingwa. Iran kashinda vita. Kushinda vita sio mpaka Marekani iko chini. Iran ameshinda vita.